Familia moja katika eneo la Getaru katika kaunti ya Kiambu imeanza mwaka mpya wa 2026 kwa majonzi baada ya nyumba yao kuteketea kwa moto uliosababishwa na watoto wakicheza na fataki. Kisa hiki kimeacha familia hii bila makao, huku mali ya thamani isiyojulikana ikigeuzwa kuwa majivu. Kama tumechelewa, kibiriti ilikuwa hapo kwa meza. Sasa akakisha hiyo yenye kulikuwa na kadogo Kenya alikuwa nako, kumbe aliakishia huko bedroom. Sasa mimi nikasikia kitu ikifanya tu dakika kidogo, tena nikasikia ingine harufu ya moshi. Sasa nikaanza kusikia kitu inachomeka, nikaingia jikoni kwanza, nikapata jikoni kukokilia. Sasa vile niliingia bedroom ndo nikapata mattress imeshika moto, moto umewaka kwa kitanda. Nikajaribu kushindwa vile nitazima, nikatoka nje mbio, nikaambia jirani yangu, nikatoka nikakutana na mwanaume mwingine hapo nje, nikamwambia kuja nisaidie kwangu kumewaka moto. Kufika huyo mwanaume akaniambia kuna vile tutakusaidia, hii moto ni mingi. Vile nilirudi hivi kujaribu kutoa niokoe vitu, moshi kanipiga, nikaona nitazira. Tulikuwa tumejipanga tupeleke mtoto shule, vitu zote zimechomekea kwa nyumba, hatujui tutaanzia wapi. Ndio mwaka imeanza, yani sijielewi, hatujielewi tutaanzia wapi, tuko confused. Mkipenda tu tusaidie kwa chochote chenye mtakuwa nacho. Mimi mwaka wangu umeanza vibaya, sababu na sio mimi peke yangu, nasema kwa nuclear family yangu, mimi nikiwa baba na kuna bibi na kuna watoto. Umeanza vibaya sababu hakuna mtu akona kitu. I think it's recommendable that the fireworks should be removed from the shelves so that we avoid children continuing buying them and maybe trying to do whatever they didn't do as far as they didn't buy those fireworks. They can go maybe start experimenting, and as we have seen today, it might bring some danger because it's an allegation that the fire today was caused by fireworks by a child, but still remains an allegation.